Yes, mambo vipi? Mambo ni aje mtazamaji na mfuatiliaji wa michezo popote ulipo? Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa kupeana zile updates zote ambazo zina pick up na kugonga vichwa vya habari kwenye mitandao ya kijamii. Yes, habari kubwa ambayo ina trend kwa sasa, inatikisa kwa sasa ni kwamba Simba Sports Club wameamua kabla ya dirisha la usajili halijafungwa wameamua kufanya maajabu. Haya ni maajabu. Unayemwona hapo kwenye picha ni mchezaji wa taifa wa Senegali. Mchezaji wa taifa wa Senegali anacheza katika kikosi cha taifa cha Senegali, anaitwa Lamine Camara. Huyu anaitwa Lamine Camara, ni mchezaji wa kikosi, mchezaji wa taifa wa Senegal, lakini pia alikuwa mchezaji wa zamani wa Al Ahly Tripoli ya kule nchini Libya, ambapo alimalizana na timu hiyo baada ya msimu jana kukamilika, akawa ameagana na timu hiyo. Sasa amejiunga na wekundu wa Msimbazi Simba, akitokea huko nchini Libya ambako alikuwako katika timu ya Al Kadir ya huko nchini Libya, baada ya kutoka katika hiyo timu ya Al Ahly Tripoli ya nchini Libya. Kabla tujaenda mbali, nikukumbushe tu kwamba make sure umesubscribe, lakini pia turn on all notifications ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata updates zetu zote ambazo sisi tunakuwekea hapa muda wote, saa yoyote na dakika yoyote. Huyu anaitwa Lamine Camara, ni mchezaji wa taifa wa Senegali, amejiunga na Simba Sports Club akitokea kule nchini Libya ambako alikuwa akicheza ligi kuu ya ligi ya nchini Libya, akicheza akitokea katika ile timu ya Al Kadir ambayo alijiunga miezi michache iliyopita, akitokea katika timu ya Al Ahly Tripoli ya kule nchini Libya. Huyu ni mchezaji ambaye anacheza nafasi ya striker. Nafikiri ndiye amekuja kuziba pengo la Doumbia. Nashindwa hadi kumtaja Doumbia. Yes, Doumbia, mchezaji ambaye amekuwa ameonekana uwezo wake ni mdogo sana. Kwa hiyo nahisi mbadala wake ndiye huyu Lamine Camara. Lamine Camara ni mchezaji wa aina gani? Kama labda ndugu mtazamaji na msikilizaji utakuwa humfahamu, Lamine Camara ni mchezaji mrefu kama anavyoonekana kwenye picha, lakini pia kama unavyojua taifa la Senegali ni taifa ambalo limebarikiwa vipaji vingi vya football. Ukisikia mchezaji anatoka Senegal, basi Senegali kibongobongo ingekuwa Senegal, kibongobongo tunasema Senegal hatoki fara, Senegali hatokei fara. Senegali wanatokea watu wanaojua bori. Na wachezaji wote ambao wamewahi kucheza hapa wakitokea Senegal na wale ambao bado wapo hapa Tanzania wakitokea Senegal, wote tunajua uwezo wao ni baraa, ni noma sana. Wachezaji kama Pape Ousmane Sako alikuwa international attacking midfielder from Senegal, alikuwa Senegalese international attacking midfielder. Sasa huyu hapa Lamine Camara unaweza ukamtaja kama Senegalese international striker. Yes, Senegalese international striker, amejiunga na wekundu wa Msimbazi Simba. Nafikiri huu ndo usajili ambao Simba wamefanya usajili wa gharama kubwa sana kunasa saini ya mchezaji huyu, kwa maana ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kufunga, lakini pia ni mchezaji ambaye anasifika kwa kupora mipira, yani kama ana sifa za beki, yani ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kurudi nyuma kukaba, lakini pia kupora mipira kwa wakati. Ni mchezaji ambaye ana mbio na skills kubwa uwanjani. Kwa hiyo hii ni moja ya sajili ambazo nafikiri Simba Sports Club wamefanikiwa kupata. Ni moja ya sajili ambazo Simba watajivunia nazo. Ni kijana mdogo tu, umri wa miaka 22, bado kijana mdogo sana. Kwa hiyo nafikiri atakuwa ndani ya klabu ya Simba kwa muda mrefu kutokana na umri wake kuwa mdogo. Kwa hiyo wana Simba popote pale mlipo, jamani, kiu yenu ya kupata striker imeisha. Huyu hapa ni mwamba wa magori,
ni mwamba wa bori, anaujua sana mpira, anajua kuchezea mpira, lakini pia ana uwezo wa kuchezea mpira. Mwamba kabisa anaitwa Lamine Camara kutoka kule nchini Senegali. Senegal ni nchi ambayo ina vipaji vingi sana vya soka, ni nchi ambayo Mungu amewabariki, wanajua mpira. Ukisikia mchezaji anatoka Senegal, ujue ni fundi kweli kweli, anaujua kweli kweli, anajua kuutandika. Mchezaji unaona kama mchezaji kama Ribase Geye wa Simba ni mchezaji msumbufu sana, ni wale wale kutoka Senegal. Kwa hiyo anaongezeka tena Msenegali mwingine ndani ya kikosi cha Simba, na Simba wamekuwa ni watu ambao wana wasajili wa Senegali kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu ni wachezaji wengi wa Senegali wamewahi kupita Simba, lakini bado wengine wanakuja Simba. Kwa hiyo Simba ni kama wamekuwa na trust na wachezaji kutoka Senegal, na kiukweli wachezaji ambao wamewahi kutoka Senegal kucheza Simba hawajawahi kuwaangusha, ndio maana pengine wamekuwa na trust nao. Kwa hiyo huu ndio usajili ambao nafikiri Mohamed Dewji ametoa pesa zake benki, ile pesa ambayo alisema ipo benki basi ameitoa kukamilisha usajili huu. Huyu amekuja baada ya kuwa Simba wamehusishwa kumsajili Mayele, lakini ikawa imeshindikana, basi wameamua kumchukua huyu Lamine Camara, mchezaji mwenye high quality, mchezaji mwenye uwezo wa hali ya juu sana sana. Lakini kabla sijaenda mbali au kabla sijamaliza, naomba nikukumbushe tu kwamba hakikisha umesubscribe na kuturn on all notification ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata habari zetu. Usipitwe na habari yoyote ambao sisi tunakuandalia na kukuletea hapa muda wote, saa yoyote. Mimi sina la ziada, lakini naomba tu uendelee kuwa updated katika channel hii ili uweze kupata mwendelezo wa kile kinachoendelea. Mchezaji huyu atakapofika hapa Tanzania na kwenda kutambulishwa, na mimi nitakufahamisha hapa moja kwa moja, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji na mwanafamilia wetu. Mimi sina la ziada, tukutane tena wakati mwingine. Bye bye.